ni wasihi wa Tanzania wenzangu, hususan vijana, Tanzania ndiyo nyumba yetu, na kuna mtu alisema Tanzania ndiyo kwetu, hatuna kwengine katu. Hata kama itatokea nchi huko itaitwa Tanzania, lakini sio Tanzania hii, sio Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii tulionayo. Lakini jamhuri hii ni moja tu dunia nzima. Sasa tukiharibu tunakwenda wapi? Hapa ndio kwetu. Tutunze kilicho chetu na tutunze nyumba yetu ili itufae sisi na vizazi vyetu vinavyokuja. Uharibifu wa miundombinu inaibebesha nchi gharama kubwa ya kuirejesha kwa kutumia fedha ambazo zingeelekezwa katika utekelezaji mwingine wa miradi. Hakuna faida inayopatikana katika kufanya hivyo zaidi ya huduma kuvurugika, shughuli za kiuchumi kudhoofika na kasi ya maendeleo ya taifa kudorora. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe walinzi wa kwanza wa miundombinu hii. Mmenisikia wananchi kule nyuma? Mmenisikia? Haya, mtakaye baini anaharibu miundombinu hii ambayo sasa inawapa raha. Mbagala huku mmekuwa wa kwanza kutumia mabasi yenye viyoyozi ndani, na mnaijua nyinyi raha mnayoipata kurahisishiwa usafiri wenu. Sasa msikubali kurudishwa nyuma. Wenzenu wa njia ile kule waliwaachia vijana wakachoma, na baada ya tendo lile, badala ya kuja Dar es Salaam mjini kwa 2,000 walikuwa wanakuja kwa 10,000. Sasa hiyo ndio hasara ya kuachia vijana waovu kuharibu miundombinu yetu, na waomba sana muwe walinzi na msikubali hilo. Baada ya kusema hayo, sasa natamka rasmi kwa miundombinu ya mabasi yaendayo haraka awamu ya pili katika barabara ya Kilwa Chang'ombe Sokoine na Kawawa, lakini pia barabara ile inayokwenda Gongo la Mboto sasa imefunguliwa rasmi.